matakatifu huwekwa wakfu kwa mchanganyiko wa manukato yenye harufu nzuri pamoja na mafuta ya mzeituni. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza Kristina takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake, wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo lingine kubwa zaidi, baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohana ambatize na maji ya Yordani. Ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya jiwa, na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo
ikionekana wazi kuwa ametimiza yale aliyoambiwa nabii Daudi ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Wakati wote wafanye ishara ya Kristo. Kwa hiyo wewe Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoyaumba, uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana Krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye Krisma iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Uufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta hayo matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya Kristo, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye Krisma iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha